Nchi tatu kubwa na zenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan, zimetia saini mkataba wa kihistoria wa ulinzi wa pamoja unaojulikana kama mkataba wa ulinzi wa Maka. Mkataba huo umetiwa saini mjini Maka na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Chini ya makubaliano hayo ya kipekee, nchi hizo tatu zimekubaliana kuwa shambulio lolote la kijeshi dhidi ya nchi moja kati yao litachukuliwa kama shambulizi dhidi ya nchi zote tatu. Ushirikiano huu unazikutanisha nguvu tatu kuu za kijeshi na kiuchumi katika ulimwengu wa Kiislamu. Pakistan ikileta ushawishi na uwezo wa kinyuklia, wakati Uturuki ikileta viwanda vya kisasa vya zana za kijeshi na uzoefu wa muungano wa NATO, huku Saudi Arabia ikileta nguvu kubwa ya kifedha na ushawishi wa kidiplomasia. Makubaliano haya yanatajwa na wachambuzi wa mambo ya kimataifa kama hatua kubwa ya kimkakati inayolenga kuleta amani, kuimarisha ulinzi wa pamoja na kulinda usalama wa kanda hiyo. Katika mkataba huo imekubaliwa pia kuundwa kwa sekretariat ya kudumu itakayokuwa na makao yake makuu nchini Saudi Arabia, kuratibu masuala yote ya ulinzi na kijeshi. Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC imeupongeza mkataba huo kama ishara thabiti ya mshikamano na umoja miongoni mwa wanachama na wananchi wa nchi hizo. Khalid Omar, Kishki TV.